Yes kabisa. Bana, mambo vipi hapo ulipo? Hapa safi kabisa. Basi leo tunaenda kuianza sehemu ya 15 ya kazi yetu safi kabisa inayomzungumzia mwanadada anayekwenda kwa jina la Adaku. Tutaanza pale tulipoishia ili tuweze kuelewana kwa uzuri zaidi, lakini kwa mapenzi ya dhati kabisa ni kuombe mpenzi mtazamaji usiache kusubscribe, kulike na kukomenti baada ya kumaliza kutazama, au sio? Bana, tunapenda watoto lakini hatupendi utoto kwenye kazi za watu wazima. Habari ndo hiyo. Kwa hivyo kanyaga panda, tuondoke katika mtindo wa kisasa wewe, au sio? Tunaendelea. Bana, mwanadada Adaku baada ya kufika pale kwenye lile jeneza akataka kujua nani aliyopo ndani ya lile jeneza. Alifika akalifungua ili ashuhudie kuna nani ndani yake. Bana, makosa ile kulifungua, ulitoka mwangaza wa hatari. Hatimaye jeneza likammeza mwanadada Adaku, akajikuta yuko ndani ya lile jeneza. Noma sana. Bana, tukija upande wa Ikulu, kila tukio linalomtokea mwanadada Adaku katika ule msitu, kuhani alikuwa analiona live bila chenga. Tukio hili limemfanya kuhani ashtuke vibaya sana. Alishtuka kiasi kwamba wote walijua kuna hatari ambayo inamtokea mwanadada Adaku. Kuhani anasema, hey, huu ni wakati mbaya sana. Nyota yangu imedondoka, nyota yangu imeanguka. Huu ni wakati mbaya, siwezi kumuona tena. Arinza akamwambia kuhani, kitu gani kinaendelea? Wewe ndio unatakiwa mlinde binti wa kifalme, mlinde dada yangu Adaku bwana. Tumia uwezo wako wote uweze kumlinda. Kuhani akamwambia, sio rahisi, sio jambo rahisi kama unavyofikiria. Mama Arinza anamwambia kuhani, nakuomba mtafute binti yangu sasa. Mtafute binti yangu, sio rahisi kutokuwepo tena. Sio rahisi, ina maana Mungu ametuacha. Kuhani akasema, naona kifo tu. Kifo kimemzunguka, roho ya mauti inajaribu kutaka kumuondoa. Arinza akamwambia kuhani, wewe ndo wa kumlinda, wewe ndo macho ya miungu, tafadhali mlinde. Miungu yako inataka nini? Kwani inataka damu? Na hiyo damu ni kiasi gani inayotaka? Naweza nikatoa lita 20, lita 30, hata lita 500, ili mradi dada yangu awe mzima. Kuhani akamwambia, huo ni ukosefu wa adabu kwa miungu, chunga sana kinywa chako. Arinza akasema, kama ni hivyo tafadhali, yeye ndio tumaini letu la pekee tulilonalo la kukomesha utamaduni huu mbaya. Fanya kila uwezalo kumwokoa na kuomba umwokoe. Mama Arinza akasema, tafadhali binti yangu hawezi kufa, na kuomba umwokoe, tafadhali msaidie. Kuhani anasema, unataka nifanye nini? Mnataka nifanye nini? Nilitoa onyo, lakini nyinyi mkawa ni watu ambao hamsikii kwa sababu ya ukaidi wenu. Hakuna mtu ambaye anaweza kwenda kwenye ule msitu na akarudi akiwa hai. Ukiingia ndani ya ule msitu, basi umekufa. Maana yake ni kwamba tunapaswa kujiheshimu, tunapaswa kuheshimu desturi zetu. Arinza aliwaka akasema, jamani, wewe mzee unazungumza kitu gani? Desturi gani? Ni desturi gani unazozungumza wewe? Yaani unataka mimi Arinza nitazame wewe unavyomzika mke wangu, tena akiwa na mtoto wangu wa kwanza tumboni kwake, mtoto ambaye ni tumaini la baba yake kuja kurisi kiti cha enzi? Mzee, umerukwa na akili nini? Hilo haliwezi kutokea, haliwezi kutokea kamwe. Kuhani akamwambia, sikia, ni bahati mbaya sana kwa sababu hakuna kitu wewe wala mtu yoyote anaweza kufanya juu ya mila hii. Dini ya mzungu ilikuja, lakini haikuweza kuzuia hii mila. Hata serikali walijaribu kukomesha, lakini mwisho wake waliishia kufa viongozi bila kuelewa wanakufaje. Kwa hiyo na wao wakashindwa vile vile. Unahitajika kuandaa akili yako kwa sasa, Arinza. Umenisikia bwana mdogo? Unahitajika kuandaa akili yako kwa sasa. Inapofika kesho muda kama huu, Adaku hajarudi, tutakuwa hatuna chaguo. Itatubidi kuanza ibada ya kaburi, na hakuna chochote ambacho wewe wala mtu yoyote anaweza kufanya. Na ndipo kuhani akakusanya vitu vyake, anasema muda wake wa likizo umefika. Akaondoka eneo lile akiwa ni mwenye hasira kutokana na maneno yaliyomkera kutoka kwenye kinywa cha Arinza. Pale pale Arinza anamgeukia waziri na kumwambia, ulisikia alichokisema? Si umesikia alichokisema, si ndio? Sasa naomba usikilize kwa umakini, sikiliza vizuri sana. Kama usipomfuata kuhani na kumwambia asifanye hiyo ibada mbaya, na hapa katika jina la mila nitakata kichwa chako na kukitundika katika fimbo.
Waziri anasema, mkuu, kichwa cha mwanangu tayari kipo katika fimbo, sasa na cha kwangu tena? Bana, ni usiku wa giza, usiku wa manane ndani ya msitu. Tunarudi kwenye lile jeneza ambalo ndani yake kwa sasa yupo mwanadada Adaku. Wenye jeneza lao wamefika muda huu, wanajiita miungu ya Hani, miungu ya msitu huo, akiwemo na yule mwanamke ambaye alimpokea Adaku kwa mara ya kwanza wakati anaingia katika huo msitu na akachukua jicho lake. Kiongozi anauliza, unataka nini mwanamke? Mbona unataka kusimamisha mchakato? Yule mwanamke wa msitu ambaye alikutana na Adaku kwa mara ya kwanza akasema, enyi roho mbaya za Hani, naomba kwa niaba yake, yeye bado ni binti mdogo sana. Najua kwamba amevunja sheria kuja msituni, lakini dhamira yake imechochewa na upendo alionao na shauku yake kwa watu wetu. Kumbuka kwamba tulikuwa na agano na wazee wetu kwamba ibada ya kaburi inaweza kuvunjwa baada ya miaka 50, lakini hii ni miaka 70 sasa. Tafadhali naomba mwacheni awe hai. Basi baada ya kumwombea miungu wa Hani wakamwacha awe hai, wakaondoka. Akabaki yule mwanamke wa msitu peke yake kwenye lile jeneza na kisha akalifungua. Baada ya kufunguliwa, Adaku anasema, asante sana, sikutarajia jambo kama hili kutokea kwako. Yule mwanamke wa msitu akamwambia, inabidi urudi nyuma, rudi sasa ulipotoka, hutoweza kufika kwenye sanduku la agano. Adaku akamwambia, Mungu wa Hani, sitoweza kurudi nyuma mpaka nipate sanduku la agano nilivunje, ili watu wangu waweze kuwa huru na mila hii mbaya. Tafadhali nisaidie, mimi sitaki kurudi nyuma mpaka nilipate hilo sanduku. Mwanamke wa msitu akasema, nimefanya kila namna kukusaidia, lakini safari hii haina matunda kwako. Tafadhali rudi nyuma. Adaku anasema, hapana, nimetoka mbali sana na nimefika mbali mno, siwezi kurudi nyuma. Yule mwanamke wa msitu akamwambia, tafadhali, nimekuambia ondoka, nenda. Na kisha yule mwanamke akayayuka na kupotea. Adaku anasema, hapana, Mungu wa kike wa misitu hii, mimi siwezi kuondoka. Na kisha Adaku akatoka ndani ya lile jeneza, akaanza kutembea na kutokomea kwenye giza nene la msitu. Itajulikana huko mpaka alipate sanduku la agano. Baada ya kutembea sana usiku mzima, mwanadada Adaku, asubuhi inafika, anatokea mahali ambapo anakutana na moshi mwingi sana ukiwa umetanda kila mahali, mbele, nyuma, kulia na kushoto. Akitazama mbele yake, anaona mahali ambapo limehifadhiwa sanduku la agano. Anasogea kulisogelea lile sanduku, inasikika sauti ikisema, sanduku la agano, sanduku la agano. Adaku akasema, miungu ya Hani na mashujaa wa Hani na wasalimu. Mimi ni Adaku, binti wa marehemu mfalme Akumaka wa ufalme wa Amanza. Nimekuja kukomesha agano mlilokuwa nalo na mababu zetu. Nimekuja nikiwa na idhini ya wazee wetu pamoja na kuhani mkuu. Ulimwengu umebadilika sana kwa sasa. Hatuwezi kuwazika wafalme wetu kwa kutoa maisha ya wanadamu kama sadaka. Mashujaa na miungu wa Hani, nimekuja kuvunja sanduku la agano na kubeba mabaki yake kwenda nayo nyumbani kama ishara ya makubaliano. Na kisha Adaku akapeleka mikono kutaka kulichukua lile sanduku. Bana, alipigwa shoti moja kali sana, shoti ya hatari ambayo ilimtupa mbali kwanza. Alafu kuna sauti ikasikika ikimwambia ya kwamba alichukua ile sanduku akiwa alitazami, yani amelipa mgongo kinyume ndio anaweza kulitoa hilo sanduku mahali lilipo. Alifuata maelekezo kama alivyoelekezwa, hatimaye akafanikiwa kulitoa lile sanduku pale juu. Alifurahi sana, akapiga kelele za shangwe akisema, ndio watu wa Amanza, hatimaye uhuru wenu leo umepatikana. Ndio, hakuna hata mmoja wenu atakayezikwa na mfalme yoyote atakayekufa kutoka sasa. Asanteni sana miungu wa Hani, asanteni sana. Na kisha akalipiga chini lile sanduku kwa ajili ya kulivunja. Hatimaye mwishoni alifanikiwa kulivunja lile sanduku. Ndani yake anakutana na kitu ambacho kilitumika kama makubaliano ya agano la kaburi. Akakibeba kitu kile na kuanza kuondoka, lakini kabla hajaondoka, yule mwanamke wa msitu akamtokea tena, anamwambia, ongera sana Miss Adaku, umefanya kitu ambacho watu wengi kwenye ufalme wako wameshindwa kukifanya kabisa. Huenda umepoteza uwezo wa kuona jicho lako moja, lakini historia yako
itaandikwa katika historia ya ufalme wa Amanza. Jina lako litaandikwa milele. Adaku akamwambia, kuhusu jicho, hili ni kovu la shujaa. Hakuna anayepita kwenye moto akatoka akiwa sawa, wala sijisikii vibaya kuhusu hili. Maana yake ni kwamba hii ni bei niliyolipa ili watu wangu wawe huru. Yule mwanamke wa msitu akamwambia, kwa roho yako nzuri, acha ishara ya makubaliano irudishe kila kitu ulichopoteza. Baada ya kutamka maneno yale, alipiga ukelele akisema, Hani! Hanie! Hanie! Adaku akashangaa. Pale pale jicho lake limerudi kawaida. Analishika na kulishangaa jicho lake, anasema, naweza kuona, naona tena, naona. Kwa furaha kubwa sana anasema, nakushukuru sana wewe Mungu wa kike wa Hani, nakushukuru sana. Basi mpaka kufika hapo, mpenzi mtazamaji, ndo mwisho wa sehemu ya 15. Lakini mwisho wa sehemu ya 15 ni mwanzo wa sehemu ya 16. Nikuombe mtazamaji wangu, kama huja subscribe kabisa, na kama ulisha subscribe usiache kukomenti na kulike baada ya kumaliza kutazama. Bwana, kuna kaneno ketu aka lazima tukaeke kwa ajili ya heshima. Tunapenda watoto lakini hatupendi utoto katika kazi za watu wazima. Habari ndo hiyo. Basi muda wote huo ulikuwa nami, wananiita Alifa DJ aka Wakupoa aka Real Badman Killer. Basi tukutane wakati mwingine, niseme asante.